إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته ذوي الشرف العظيم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من الفائزين آمين. Tuanze hotuba yetu leo moja kwa moja na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam anayosema kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, nyote nyinyi ni wachunga na kila mtu ataulizwa kutokana na kile ambacho anakichunga. Wachunga wapo aina nyingi sana. Leo tunao wachunga wanaume ambao ni mababa wa familia, ndio nyinyi mliokuweko mbele yangu katika wale ambao Allah amewajalia kuwa na wake na pengine wakaruzukiwa na watoto. Lakini leo angelikuwepo wanawake tungewapa nafasi ya uchunga wao, sababu nao pia ni wachunga kwa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Leo angelikuwepo mtawala tungempa na yeye nasaha zake, kama ni mtawala wa nchi naye ni mchunga, haiwi sheha, diwani, mjumbe, kila mmoja kwa nafasi yake. Lakini leo waliokuwa wengi hapa ni wachunga ambao ni mababa wa majumbani waliooa na wakaruzukiwa na watoto. Watoto ambao ni hazina yake mtu kama ataitumia vizuri mara baada ya kuondoka kwake duniani. Mmoja kati ya wanachuoni anasema inna min rahmatillahi wa fadlihi an ja'ala asbaban kathira li raf'i ad-darajati wa ghufrani adh-dhunubi, hakika miongoni mwa rehema za Allah subhanahu wa ta'ala na fadhila zake ni kujalia Allah subhanahu wa ta'ala sababu nyingi, asbaban kathira, sababu nyingi li raf'i darajat, za kuinua madaraja kadhaa, wa ghufrani dhunubi, na kusamehewa madhambi. Faminan nasi, wako miongoni mwa watu, man tuzadu manzilatuhu fil janna, atakayezidishiwa nafasi yake, cheo chake, daraja yake peponi, akapandishwa daraja, akapandishwa daraja, akapandishwa daraja fil janna, katika pepo, bighairi amalin amilahu, pasipo na amali yoyote aliyoifanya. Yani atapandishwa daraja, sababu ya kupandishwa daraja zile si amali, kama kuna amali kaifanya yeye ndio ikamfanya apandishwe daraja, la, illa bima yuqaddimuhu alwalidani libnihima min tarbiya, isipokuwa daraja hiyo ni kwa yale aliyoyatanguliza mzazi kwa mtoto wake katika upande wa malezi. Kwa maana ulimlea vizuri mwanao katika misingi ya dini, akawa mwenye kusali, mwenye kuheshimu kila mtu akawa anamsifu baada ya wewe kuondoka kwako kutokana na malezi yako.
hiyo itakuwa ni sababu ya kile ulichokitanguliza katika malezi ya mwanao kuweza kupandishwa daraja wewe kule peponi. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam anatusimulia kwamba mtu mmoja atapandishwa daraja peponi, atapandishwa mpaka mwenyewe atajishangaa, anamuuliza Allah subhanahu wa ta'ala, imekuwaje? Mbona hizi daraja napandishwa tu na mimi naona kama sistahiki, sina nilichokifanya? Anaambiwa kwa sababu ya mwanao uliomwacha duniani baada ya wewe kuondoka duniani. Mwanao yule kuna mambo kayafanya kwa sababu yako, ndio leo ukawa unapandishwa daraja. Hawa watoto hawa wanataka usimamizi ili wakufae. Kinyume na hivyo, jiulize wewe mwenyewe miongoni mwenu, umemzika baba yako, umemzika mama yako, tangu umzike mpaka leo una nini ulichokifanya kwa maslahi ya mzazi wako aliyekuwa tayari ametangulia mbele ya haki? Ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hakika mwanadamu idha mata al-insanu inqata amaluhu illa min thalath, atakapokufa mwanadamu amali zake zote zinakatika, zote, hana chake tena. Kule kufa kumemmalizia mambo yake yote, illa min thalath, isipokuwa mambo matatu. Illa min sadaqatin jariyatin, isipokuwa kama ametengeneza sadaka yenye kuendelea, au ilmin yuntafa'u bihi, au elimu yenye manufaa, au waladin salihin yad'u lahu, au mtoto mwema anafanya kazi ya kumuombea dua mzazi wake. Baadhi ya riwaya nyingine kumtolea sadaka mzazi wake, na mengine mfano wa hayo. Haya yote Waislamu yatakiwa baba ayasimamie na ayazingatie ili malengo yaweze kupatikana. Lakini leo kuna baadhi ya nyakati, kuna baadhi ya misimu, wazazi hususan mababa, mamama huo ndio udhaifu wao, lakini hususan mababa hujisahaulisha, huvipa vitu umuhimu wakaviacha vilivyokuwa muhimu zaidi, hatimaye wakakosa watoto bora waliokuwa hazina, ambao wakuwa wasaidia wao baada ya kuondoka kwao duniani. Hizi nyakati hizi nataka tuzizungumze leo kwa ufupi, nataka tuzinduane leo kwa ufupi, ili ukiondoka katika hutuba hii labda ukabadilike na ukatafakari kwamba huyu mwanangu natakiwa kumuandaa vizuri, ili nitakapofumba jicho siku nitakayokufa awe ni msaada kwangu, wakati mimi pengine naadhibiwa katika baadhi ya mambo, nisamehewe adhabu kaburini, bali nikapandishwe daraja peponi kwa sababu ya mwanangu huyu, baada ya kumuandaa katika maandalizi yaliyokuwa bora. Alhamdulillahi rabbil alamin, وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان بشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nakuhusieni katika jambo ambalo naihusia nafsi yangu kila mara, nalo ni la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu, kama wewe leo umeghafilika, watoto wako umemwachia ulezi na usimamizi mama moja kwa moja kabisa, nawe baba ukaridhika na mazingira ambayo yapo nyumbani ambayo analelewa mwanao, ukaridhika na pengine sio mazuri, mara baada ya mtoto kuzaliwa, mtoto yule anapewa nisba ya baba yake, haitwi Muhammad Yasha, anaitwa Muhammad Khamisi. Khamisi yenyewe ndio wewe na yule ni mwanao, ni haki yako. Wewe ndio mwenye mamlaka kamili na mtoto wako uliyemzaa ndani ya ndoa, si mama yake. Si sawa unatoka kazini, unakuja mwanao nyumbani hayupo, unauliza, mama anakujibu kenda kwa bibi yake, ataka kama siku 2. Mie baba sijui. Hapana, mama akuombe ruhusa wewe. Huyu mwanao anataka kwenda kwa bibi yake, wewe baba utoe ruhusa au usitoe ruhusa, ndo mwenye mtoto wako. Dini imekumilikisha. Si sawa jirani tu anaenda pikniki, anaenda safari shamba, siku na hivi na vile, wachukue mtoto wako bila ya ridhaa yako. Si sawa. Bali hata mtoto wako kuingia katika nyumba ya jirani, kisheria hasa watakiwa baba ujiridhishe na maadili ya nyumba ile, ujiridhishe na mazingira ya nyumba ile,
kisha useme nyumba hii naam inafaa kuingia mwanangu, nyumba hii naam watoto wake wanafaa kucheza na mwanangu, nyumba hii kadhaa kadhaa kadhaa. Wewe baba ulisimamie hilo. Sio leo mama ndo ana mamlaka na mtoto, mamlaka 100 waliojipa na mwenyewe uliowapa ukaridhika. Inafikia kati kuna mambo ya msingi sana tunayakosa kwa watoto kwa sababu ya kupelekeshwa na wake zetu. Wake wenyewe tumewaoa kwa matamanio ya maumbile na sura, hatukuzingatia dini. Na Imam Shafi anasema al-ummu madrasa, mama ni chuo. Wewe mkeo ni chuo gani wewe? Mkeo wewe ni chuo gani? Yeye mwenyewe stara yake haijui, atakaa vipi na mtoto wako wa kike? Ndio inafikia wakati mtoto wako amekuwa, basi mvise shungi, anakuambia unamdhiki mtoto na majoto haya. Mtoto bado mdogo huyo, anakuambia maneno kama hayo. Leo inafikia wakati siku za sikukuu mwanao wa kike anavalishwa visuruali, anavalishwa vifulana, Uingereza mtupu. Na wewe baba upo ukijaji kwa nini huyo anavalishwa nguo za kiume? Bado mdogo huyo. Mbona mtoto wa kiume hamumvalishi vidira na yeye bado mdogo? Haya ni mazingira ambayo mama zetu, wake zetu, dada zetu wamejimilikisha katika majumba, kujimilikisha watoto wa waume zao. Hata imetokezea talaka la kwanza, anabeba watoto wa watu anaondoka nao ili akawafanye kitega uchumi, huwa unapeleka pesa kila siku. Itakuwa vipi bwana? Urahisi utapatikana wapi wa kupewa watoto wako, wakati mama wa watoto yule anacheza michezo ya vikundi mbalimbali, anapata marejesho kwako wewe kwa sababu ya mwanao aliye naye? Atakupa vipi mtoto huyo? Anacheza patu 12 zote unachezeshwa wewe, unalipa upatu bila ya kujitambua kwa sababu tu ya kuona mtoto wako kule. Atakupa vipi mtoto wako huyo? Wamewafanya watoto kuwa ni vitega uchumi. Sasa na sisi tuliokuwa ndani ya ndoa, watoto wa ndani ya usimamizi wetu, bado kuna baadhi ya mambo yanajitokeza ya msingi sana, bado hatuchukulii umuhimu katika malezi ya watoto wetu. Fahamuni enyi Waislamu, mtoto wako ni biashara yako ya uhakika yenye mafanikio mbele ya Mola wako kama utamlea vizuri. Si maneno yangu, Sheikh al-Fawzan bin Abdullah al-Fawzan anazungumza maneno haya, inna tijaratak ar-rabiha bila shakka hum auladuk. Inna tijaratak ar-rabih bila shakka hum auladuk, hakika biashara yako ya uhakika ni watoto wako. Idha kunta bitarbiyatihim wa husni tawjihim, utakapokuwa umesimama katika kuwalea vizuri na kuwapa maelekezo mazuri, fahum tijaratuka alhaqiqiyya inda Allah subhanahu wa ta'ala, hakika hiyo ni biashara yako ya uhakika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, hebu angalia kipindi tunachoenda nacho leo. Skuli zote zimefungwa, lakini bado madrasa hazijafungwa. Kuanzia kesho Jumamosi tutawapata wanafunzi wote madrasani, iwe madrasa ya hapa, iwe madrasa nyingine, watoto wote watakusanyika. Wale watoto ambao juzi kati tu ulikwenda mwenyewe baba ukasema na ustazi wa chuoni, mwanangu hatopatikana miezi 3, anakwenda kambi bwana, ana mtihani darasa la 6, miezi 3 hajaenda chuoni mtoto. Wewe ukakubaliana na mke wako mkamzuia mtoto kwenda chuoni, anakwenda tuition. Bali ilifikia wakati Jumamosi na Jumapili ndio siku za madrasa, mwanao alikuwa hendi chuoni. Sasa mtihani amemaliza wa darasa la 7, form 2 kamaliza mtihani wake, si wengine. Sasa skuli zimefungwa, hakuna skuli, hakuna tuition. Wapeni fursa walimu wa madrasa kurekebisha makosa ya watoto wenu pale ambapo wenzao walirekebishwa wao wakawa hawapo. Wapeni fursa walimu wa madrasa, wakabidhini watoto wenu kipindi hichi kwa masiku kadhaa, ili wawapate watoto wenu 100%, wawaeke sawa yale makosa waliokuwa nayo. Tunayasema haya kwa sababu tunafahamu wazee mliokuwa wengi
kwa ushawishi wa wake zenu. Kipindi kama hichi ndio mnasafirisha watoto wenu pasipo na kujua umuhimu wa madrasa uko wapi jamani, pasipo na kujua. Kipindi ambacho mtoto ndo anapatikana na mwalimu wa madrasa, hicho kipindi cha nyuma chote mtoto hapatikani. Anakwenda skuli asubuhi, kurudi skuli ni saa 7:30 saa 8. Akifika saa 8 unamwambia wewe asubiri kula. Akishasubiri kula chuoni, huyo anakwenda saa 9:30. Wakati huo saa 9 dakika 35 adhana alasiri inaadhiniwa. Atasoma saa ngapi? Akija kuswali la asiri, kumaliza kuswali karibu saa 10:30, saa 11 anatoka chuoni huyu mtoto. Kasoma nini? Jumamosi na Jumapili haendi. Kipindi hichi cha mwezi mzima skuli zimefungwa, unasafirisha mwanao. Wewe una mkataba gani na Mola wako? Kwa nini hawa watoto hamuwasafirishi kipindi ambacho skuli zipo? Kwa nini hamuwasafirishi kipindi hicho? Fahamuni Waislamu, mtoto wako ndo biashara yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Utakapokufa lazima uwe na mambo matatu: sadaka yenye kuendelea. Umechimba kisima wewe, umejenga msikiti wewe, umetengeneza njia wewe, bali ulikuwa roho yako mbaya katika baadhi ya wakati. Sawa, watu wanapita katika njia, kumbe ile njia ni kiwanja chako, lakini si hatujui. Miaka yote sasa tunapita na magari yetu na mavespa yetu, mabodaboda, kwa miguu, tunaona hii ndo njia halisi. Kumbe ulikuwa huna uwezo wa kujenga tu, kwa hujajenga kwenye kiwanja chako kwa muda mrefu. Sasa umepata pesa, wataka kujenga wewe. Kwa nini usifyeke kile kipori kwanza ukawatengenezea watu njia, kisha baada ya hapo ndo ukajenga eneo lako? Unatoka moja kwa moja si pangu unajenga tu, watajua wenyewe bwana. Ndio imani hizo tulizokuwa nazo. Leo kuna dimbwi la maji pembeni, kwa muda tunapita chini ya nyumba yako mpaka hili dimbwi njiani litakapokauka. Unatoa pesa, unakwenda kununua vigogo vya mnazi, maringi ya gari, jiwe kubwa wanaloliita Fatuma, unalichukua unaliweka. Hapana njia hapa. Umefanya nini wewe katika sadaqatul jariya? Huna ulichokifanya. Una elimu uliyowasomesha watu wewe wakapata manufaa na elimu hiyo, wewe mwenyewe alifu huijui, Qur'ani huijui, umeganda katika mambo ya kisekula na mengine mfano hayo. Utakachoulizwa katika mambo ya sekula, mtaalamu wa geography, mtaalamu wa physics, law zote kina economics na nyinginezo unazijua, si mambo yote unayafahamu. Kama alivyosema Allah katika suratul Rum, ya'lamuna dhahiran min al-ayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Katika mambo ya kidunia wanayajua wazi kweli, lakini katika akhira hamna kitu. Wewe kilaza na mwanao pia kilaza, wategemea nini wewe? Wewe ndio hujasoma. Tengeneza mwanao, mhimize masuala ya madrasa, afike kwa wakati. Utamsafirisha vipi mtoto baada ya skuli kufungwa? Haya tunayalalamikia kila siku. Wapeni fursa waalimu wa madrasa, wakamate watoto wenu wakiwa wao ndo walezi wa kuandaa watoto wenu mara baada ya nyinyi kuondoka kwenu. Kaeni makini na jambo hili na kipindi hiki cha Disemba. Ingawa tunawashauri na walimu wa madrasa nao wafanye bidii katika kuwafanyia watoto mitihani na kuwasomesha ndani ya wiki 2 hata 3, sio mbaya. Waache japo siku 15 au 13 au wiki, na wao tunawashauri, si lazima, tunawanasihi wafunge madrasa ili watoto wende wakatembelee wajomba zao, wende wakatembelee bibi zao, kupatikane kuunga ukoo. Mwalimu wa madrasa naye asomeshe watoto katika kipindi hichi wiki 2 mpaka 3. Mwishoni huko na yeye kabla skuli haijafunguliwa awapumzishe watoto ili wapate kuzunguka kwa familia zao, ipatikane kitu kuunga ukoo. Lakini tunasema hivi tunavyokuambia, kuna watoto washasafiri hiyo leo pia hawakwenda kufunga skuli, washasafirishwa tangu jana usiku, tangu juzi. Na nyinyi ndiyo mababa ambao hadithi tuliyotanguliza kuisoma mwanzo wa khutba, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Kuweni makini. Hutajua uzito wa mambo haya mpaka ifike siku ambayo, ikufikie siku ambayo yule kule nyuma ndugu yetu ishamfikia. Sijui mmeona kama kuna jeneza kule nyuma, tulikuwa naye
wakishirikiana katika mijenzi ya misikiti na mambo mengine mbalimbali, hayupo tena. Mambo matatu yatamkabili. Walillahi alhamdu wal minna, Allah alimpa taufiki mapema, akaijua nuru ya haki, akaijua nuru ya Uislamu. Tunaye ndugu yetu amelala, tutamzika muda si mrefu baada ya kumswalia baada ya swala ya Ijumaa. Ikiwa sisi Waislamu ndo ndugu zake, ikiwa mamlaka ya Uislamu ndo haki na ndo wenye uthubutu wa kuchukua mali zake kwa mujibu wa dini, kwa sababu mtu akitoka katika dini moja kuingia katika dini nyingine, mtu huyu anakuwa amehama na amekata ukoo katika upande mmoja. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alilelewa na babake Saidina Ali, akamlea, akamkinga na maadui, akamkinga kifua. Hakudhurika Mtume kwa taufiki ya Allah na sababu ya uwepo wake ammi yake ni ndugu na baba yake, lakini kwa sababu hakuingia katika Uislamu, Mtume hakwenda hata kumzika. Alimwambia Saidina Ali, nenda kafukie mzoga wako. Hakwenda Mtume, na ndo baba alomlea kwa sababu tu hakuwa Muislamu. Leo nafikia wakati wenzetu wanatoka katika Uislamu wanaingia katika dini nyingine. Wakiingia katika dini nyingine, bado sisi tunakuwa nao kwenye vikao, tunawashirikisha kwenye mambo ya familia, tunawaita. Dini yetu katika suratul Mujadala imepinga vikali mambo hayo, lakini wao wakitoka, mtu akija kwetu sisi wanamtenga, hawataki habari naye. Kwa nini? Kaingia kwenye Uislamu. Lakini sisi ndio bwana huruma, mtu amesharitadi bado tunamkumbatia, vikao tunamshughulisha, mara tuna mchango huu na vile. Yako wapi alwala walbara ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam katufundisha kupitia misingi yake? Tufahamu Waislamu, andaa mwanao katika malezi yaliyokuwa bora na msimamie kwenda madrasa asubuhi na jioni, ili upate mtangulizi aliyekuwa bora mara baada ya wewe kutangulia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa watu ambao tunasikiliza maneno na kuyafuata yaliyokuwa mazuri. Hivi sipunde tutaswali swala ya Ijumaa, kisha baada ya hapo tutaswalia swala ya maiti. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika suala la kupata fadhila katika swala la kwenda mazikoni ametaja sababu za mtu kupata ujira. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, yoyote atakayemsindikiza maiti mpaka akamswalia, huyo atapata qirati moja. Mpaka akafanya nini? Akamswalia, huyo atapata qirati moja. Na baada ya kumswalia akaenda naye mpaka mazikoni kwenye kumzika akawepo, atapata qirati ya pili, atakuwa na qirati mbili. Kila qirati moja ni sawa na mlima wa Uhudi. Jiulize, yule ambaye anakuja mazikoni kisha anakaa nje kule, haingii kuswalia, baada ya hapo watu wanakwenda kuzika, yeye anaenda zake kwao, kapata nini? Hadithi ya Mtume inasema atakayesindikiza maiti mpaka akaiswalia ndio atapata ujira wa qirati moja. Kisha akaenda kule, ina maana hapa akiondoka kapata qirati yake moja tu. Akaenda mazikoni ana qirati ya pili. Yule aliyokuja akafikia nje anapata nini? Bali mbaya zaidi, mwingine uko kwao anaaga, sasa tuna safari lakini tumefiwa pale, unajua, ngoja nikaonekane tu alafu nakuja tuende safari yetu, ngoja nikaonekane tu. Anatoka kwao, ngoja nikaonekane, na kweli anakuja msibani haridhiki mpaka amuone mfiwa. Vipi bwana, pole. Nini maana yake? Maana yake ushaniona nimekuja mazikoni kwa babako, wewe umeniona, ndio maana yake. Sikatoka kule ngoja nikaonekane. Anapata nini mtu kama huyu? Lazima turudi katika Uislamu wa sawa sawa katika suala zima la kuziendea ibada zetu. Nyie Waislamu, nyie mmeingia wapi msikitini? Uwe msikiti wetu huu ambao ndani yake unasimamiwa na watu wa sunna, uwe msikiti mwingine wa kisufia, mu'tazila na madhehebu mengine yoyote. Lini umeingia msikitini wewe kuna maziko kama hivi, kisha lile jeneza ukaliona huku mbele? Jeneza linawekwa nyuma kule, watu wanasali, wakimaliza haya leteni jeneza, ndio jeneza linaletwa linaswaliwa hapo. Kwa nini? Alafu leo mtu huyu tunamwambia sisi kuswali msikiti ambao una kaburi mbele, iwe moja, mawili, matatu, swala hiyo haikubaliki kwa maelezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jazba, haiwezekani. Mbona kwenye misikiti yenu ile maiti hamuiweki huku mbele wakati mnaswali adhuhuri, wakati mnaswali asiri? Kwa nini hamuiweki huku mbele, mnaiweka kule nyuma? Wanafahamu maarifa, bali wanawapoteza watu.
lazima tufahamu utaratibu wa dini hii katika utaratibu wa sawa ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuachia. Lakini alikadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam aliletewa maiti ya Kiansar. Akauliza Mtume katika baadhi ya riwaya, hal alaihi dainun, je, ana deni huyu? Au katika riwaya nyingine huenda ana deni huyu Mmoja akasema, nam ya Rasulullah, 3 dananir, anadaiwa dinari 3 huyo, labda 1300 sio 1400 mathalan. Akalidharau lile deni. Mtume akagoma kumswalia maiti yule, mpaka akasimama swahaba anaitwa Abu Qatada akasema, ya Rasulullah, alayya dainahu, juu yangu mimi deni lake huyo mtu, juu yangu mimi. Anamwambia, deni liko kwako, unabeba dhamana katika hili? Naam. Ndiyo Mtume akamswalia maiti huyo. Bali siku nyingine alimkuta Abdurrahman bin Aufi, akamuuliza, ewe Abdurrahman, ushalipa lile deni uliochukua dhamana? Ya Rasulullah, ndio kwanza jana tusijui juzi. Akamkuta siku nyingine, mpaka alipomwambia inshalilipa alhamdulillah, akamwambia, sasa ndio imepata ubaridi ngozi ya maiti wako. Ina maana ukichukua dhamana ya madeni, haina maana ukifa yale madeni yanakuja kwako. Madeni yanarudi kwa marehemu mwenyewe. Wewe jifanye mjanja wa kukopa tu, wewe jifanye mjanja wa kudhulumu haki za watu, wewe jifanye Mission Town ndo maisha yako. Huyu umemkopa hichi, huyu umemkopa hichi. Maana kuna watu ndo maisha yao kila siku tunayasema. Leo kuna watu wana tabia siku hizi aina gani? Yeye akikopeshwa analipa haraka, deni linamsokota, hawezi kukaa na deni. Lakini yeye akikopesha halipwi. Leo kuna watu kama watahisabu madeni waliokuwa nayo wanawadai watu zile pesa zao, wallahi mtu ananunua kiwanja, anapata mtaji wa biashara, anawadai watu tele, lakini hawamlipi, hana bahati ya kulipwa, wala asipati tabu mtu huyo. Na ukifahamu kila siku tunatangaza watu wamegawika na tabia tofauti. Kuna mtu mwingine mbele ya chake hafanyi mzaha, na kuna mtu mwingine hawezi kukudai lakini chake anakitaka. Ulikwenda mwenyewe ukiwa mpole, bwana wewe nisaidie kiasi fulani bwana, leo Ijumaa mpaka Jumatatu tu, bwana wewe nina amana ya watu huku, bwana wewe Jumatatu mimi nakurejeshea, ninapata pesa zangu kadha wa kadha. Anapewa amana ya watu, Jumatatu inafika eti kakaa, mbona hajanipigia simu huyu, itakuwa hana shida nazo wewe rejesha pesa za watu. Wewe umeahidi mpaka Jumatatu, unasubiri simu tena. Si kila mtu anaweza kukupigia simu. Wewe unasubiri simu na mwenzako anasubiri simu yake, ndio leo Jumatatu sije ataniletea hizi pesa, mpaka sasa hivi saa 10 hajaleta. Hawezi kukudai. Bali kuna watu wengine wamefikia mbali, mtu anamdai yeye, anamuona yule pia anamkimbia njia. Huyu mwenye kudai anamkimbia na umdai. Hamjawahi kuona hayo mazingira? Bwana wewe mpigie simu mtu fulani bwana, nina shida naye. Huyu bwana nikimpigia simu huyu, bwana huyu ninamdai huyu, sasa nikimpigia simu nitamshtua, ataonekana ninamdai. Unaona tabu maana yake kumpigia simu mtu kwa shida nyingine, kama nitamtia stress. Kuna watu wako hivyo, wanakukopesha, hawawezi ukalia kooni changu, lakini wanasulubika, wanataka haki zao. Kuna watu hawataki mzaha. Pesa yangu mpaka lini? Tarehe mosi. Hiyo hapo. Halo bwana mkubwa, leo tarehe 25. Bwana wewe tarehe mosi. Nakukumbusha tu. Bwana mkubwa, kesho tarehe mosi. Amenakukumbusha tu. Siku imefika, bwana mkubwa changu vipi? Maana yake kile. Kwa hiyo huna. Haya, mimi nachukua kompyuta yako. Utakapopata pesa yangu utaleta nikupe kompyuta yako. Huyo anaondoka na kompyuta yako. Kuna watu wako hivyo. Lakini kuna watu hawako hivyo. Katika jambo ambalo litamuumiza maiti kaburini, deni Allah hana dhamana nalo mpaka ulilipe mwenyewe au uhalalishiwe na mwenyewe, au katika dharura zilizokuja katika hadithi. Kinyume na hivyo hakuna msamaha katika deni unalodaiwa. Lipeni madeni ya watu. Imefikia wakati hatusaidiani, hali ya kuwa uwezo wa kusaidiana tunao, lakini kwa sababu anakuja na kanzu yake na ndevu yake, bwana nisaidie 80,000, mwenzako anafikiria alikuja shehe kuliko wewe hapa na kantia ndimu, hajanilipa mpaka leo, nitakusaidia wewe. Ndio nyie kuna mtu huko kashaharibu nyuma, kashakopa hajalipa, leo imekuwa mashehe wote hawakopeshwa. Hali imefikia hivyo. Tutakufa na haki ya mtu haitopotea, na jambo lolote ambalo ulimkwaza mtu utakwenda nalo mpaka mbele ya Allah. Allah kafunga dhamana ya jambo hilo. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tusisahau kiini cha khutba tulichoanza nacho,
kuhusiana na watoto na malezi na baba zao na umuhimu wa elimu ya madrasa katika kipindi hichi. Allah atujalie tukumbuke katika yale yaliyokuja katika hutuba hii katika mlango wa dharura baada ya kupata ule msiba. Allah atujalie tuwe miongoni mwa watu ambao tunasikiliza maneno na kuyafuata yaliyokuwa mazuri. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Ibadallah, enyi waja wa Allah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah anaamrisha wema na uadilifu, wa ita'i dhil qurba, na kuwasaidia watu wa karibu, wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi. Allah anakataza mambo machafu, dhulma na mambo mengineyo yote mabaya anayakataza. Haina maana ya kuyakataza huko labda mkifanya mnamkomoa yeye, la khasha, ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah anakupeni mawaidha tu ili mpate kukumbuka. Udhkurullaha al-azim al-karim yadhkurukum, mkumbukeni Allah subhanahu wa ta'ala mkifanya hivyo na atakukumbukeni. Washkuru ala ni'amihi yazidukum, na mshukuru juu ya neema zake atakuzidishieni. Wala dhikrullahi akbar, na utaji wa Allah unaopatikana ndani ya sala ni mkubwa mno kuliko ule ambao unapatikana nje ya sala. Wallahu ya'lam ma tasna'un, na Allah anajua yote mnayofanya. Wa aqimis salam.